glorify your name, we magnify your name. You are the great God, you are an awesome God, you are. Oh, Mashakani Anuzalama, your God, Bibia Basana, Aladiano, Oya Bibia Bakana, your purpose, Yanama. We lift and we magnify, we glorify, mighty God. You are the destiny changer, you the lift of our head, you are the King of kings and Lord of lords. You will tell us what no man can do. We praise you, we honor you. I glorify your name, I magnify your name. Hey, have your way now this morning, have your way in our hearts, have your way in our spirits, have your way in this church, oh God, have your way in this God service. Holy Spirit of God, Holy Ghost, Holy Ghost, mighty child, Baba Bazukalama, your Popo representa, Yanusa Shebakada, Otayamana, your Gofiamana, Baba Lucia, we pour our heart before you. Before you open like water, in the Messiah, and Yakosaba, Yakokabalama, Yoko, Yabesada, Goshaneba, you are a God, you are mighty King of kings, you are mighty Jehovah, you are the great God, you are light, that comparison, God. We love you, we praise you, we honor you, I thank you for this day. I thank you for this day, Lord. I thank you for this season. I thank you for this week. I thank you for the man. I thank you for the main part of the year. Lord, I thank you for the great breakthrough. Oh, we thank you. Oh, Shakti Bakadiama. We honor our day. It shall be great. It shall bring forth good time. It shall bring forth breakthrough. Lord God Almighty, we honor the day to plan the word, the prophetic declaration that you shall bring forth good time. We command every scheme of the enemy to oppose, not to materialize, but your perfect will shall turn over our life in Jesus' mighty name. We honor our test of big way. We honor the minds of big way. We honor it spiritually in the mighty name of Jesus. No power at all, no sort, no wind shall be able to stand our way. In the name of Jesus, we declare and declare the remaining part of the year. People of God, miraculous, open door in Jesus' mighty name. We receive whatever belongs to us. None of our miracles shall be delayed. None shall be withheld. In the mighty name of Jesus Christ. We frustrate every scheme of the enemy. We went up with the cognitive power. Rulers of darkness shall weaken. We ransom, we take dominion. In wherever we pick, whatever we are getting to. Oh, Laya Sakala Makudama. Yakamados Yanamados Akata. Yoko Piabalakada. Yoko Padikia Makada. Oh, Shalamados Salamaka. We thank you, Lord. We give you glory for this time. Up be lifted. Up be magnified. You are God, you never change. Elohim Malasotina. Nikabazoka Lobiana. Yosotiama. You're a faithful God. You're a faithful God. Oh, we give you honor. We praise you, mighty God. Oh, I praise you, Lord. My friends, I share your word. I pour a King of glory, revelation, and anointing. Let there be none to be offended. Let it come with power to heal the sick, to set guys free, to transform lives, to change destinies. In the mighty name of Jesus, I thank you. Have your way, all the Spirit of God. Have your way, all the love of God. Decrease and you may decrease. Holy Tidimazoka Yanaka. You are God, you never change. Oh, be lifted. Oh, be glorified. Oh, be magnified. I thank you for your hands. I thank you for a grand prayer. Oh, I thank you, Master. I thank you, Master. Oh, I thank you, Master. Master Jesus, you are the pillar. I hold my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Say you are the pillar. You are the pillar that holds my life.
the pillar that holds your life. Nasema yeye ndiye nguzo ambayo inashikilia maisha yako. Hata misukosuko ikija utasimama imara daima. Hata mambo yaelewe, yeye ni nguzo ambayo inashikilia nafsi yako. And God is able to go. And God is able to make all grace out towards me, that I always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Amen. I want us to honor the grace of God from our parents, Papa and Mama, whatever. Amen. Amen. Na umefika wewe ni shujaa, unaenda mbali, pigia Bwana makofi. Asante kwa Bwana wabariki, wanafanya mataifa wakiingia makofi mazuri. Hallelujah, glory to God. Ningependa tuketi vizuri, kama kuna kitu kiko mbele yako, just occupy and see. As we share the word of God. Usikae kama kondoo mwenye mchungaji. Oh. Thank you, Lord Jesus. Numbers chapter 22, verse 6. Tufika pale sema amen. Numbers 22, verse 6. Man, sema, now therefore I pray thee, cast me these people, for they are too mighty for me. And peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I would that he whom thou bless is blessed, and he whom thou cast is cast. Verse 7. The elders of Moab and the elders of Midian departed with a reward of divination in their hand, and they came into Balak and spoke unto him the words of Balak. Kependa tusome chapter 23 verse 1. And Balaam said to Balak, build me there 7 altars, and prepare me 7 oxen and 7 rams. And Balak did as Balaam had spoken. And Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram. Bwana anabariki kusoma kwa neno lake. If I were to read another scripture, I would read 1 Samuel chapter 7 verse 12. And we're going to say, when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together in Mizpah, and the Lord of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of Philistines. Verse 8. And the children of Israel said to Samuel, cease not to pray unto the Lord our God for us, and he will save us out of the hands of Philistines. Verse 10. Samuel offered a burnt offering. The Philistines, as Samuel offered burnt offering, the Philistines drew near the battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and disconfined them, and they were smitten before Israel. Verse 11. And the men of Israel went out to Mizpah and pursued Philistines and smote them until they came under Barca. Verse 12. And Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shem, and called the name Ebenezer, saying, this for the Lord has helped us. Kwa hivyo tumekuwa tukiongea kuhusu ya the power of the covenant, but I want to talk something different today. Kutambua uwezo wa madhabahu ama the power of the altar. Kwa maana mtu yeyote ambaye anaenda mahali, awe kwa ulimwengu wa giza ama awe kwa mwangaza, he must understand the mystery of the altar.
Nasema mtu yeyote ambaye ataenda mahali popote, awe ako kwa ulimwengu wa giza ama au kwa mwangaza, lazima ataelewa siri na uwezo ambao uko kwa madhabahu. Na watu wengi wanakwama ama hawaendi mbali, hasa wale ambao ni wa mwangaza. Maana tunasema people perish because they lack knowledge, Hosea chapter 4:6. Sababu namba 1, wanapuuza ama wanakataa kuelewa uwezo wa madhabahu, ama wanakosa kuelewa jinsi ya kuhusiana na madhabahu. Na kwa sababu madhabahu yana uwezo, yanaongea, na ile uwezo, ile sauti ambayo inaongea inapita ile sauti ya mwanadamu anaweza akaongea. Madhabahu inaongea, na inaongea kwa ulimwengu wa roho, sauti ambayo inaenda mbali zaidi kuliko maombi ambayo unaweza ukaomba. Sisemi maombi ni mbaya, lakini all those are ingredients, kwamba kuna mahali maombi itakujibu na kuna mambo mengine ni madhabahu yatakujibu. Over this principle, ukisikia umefundishwa hivi usiseme kwani zinabadilika. Zote they all work together for good. Ni jinsi unajua nyingi ndio inakupea advantage ya kuswim ama kuhide in the realm of the spirit na kupokea majibu kwa wepesi. Lakini kama unajua funguo moja tu inaweza kufungulia mlango moja. Lakini ufalme ni mkubwa, unahitaji ujue principles as many as you can, kama si zote, ili ujue ukifika mahali fulani mfungo upi unafungua mlango gani, ili uweze ukaona ukifurahia maisha ya Bwana kikamilifu. Haleluya. Na kwa hivyo madhabahu, ukisikia madhabahu mara nyingi unaweza ukaona kama nini, which is okay, lakini nataka nikuelezee madhabahu zaidi. Inapita ile ambayo unaona. Kuna madhabahu ambayo acha ile ambayo inaonekana ya kujengwa, ambayo ziko kwa realm of the spirit. It is what you build in your spirit. Ni kile ambacho unajenga, ambacho kinaweza kukuongelelea wakati unahitaji msaada na msaada ukapatikana. Watu wengi wanakwama sababu hakuna madhabahu ambayo amejenga either prayer life, maombi. Consistent prayer life inaweza ikawa ni madhabahu yako ya maombi. Consistent giving, unajenga madhabahu ya kutoa na kuwa madhabahu yako ya kutoa yako strong. Madhabahu yako ya kuomba yako strong. Your auto prayer is on fire. Hayo ndio mambo ya kutofautisha siku ya uovu ama majina ya kija ambayo ni mazito. Misukosuko ikija, madhabahu itakusimamisha mahali ufai kusimama. Madhabahu ya acha nikuonyeshe hapa. Maandiko yanasema hivi, Waisraeli huyu bwana akaja mbele, anaitwa Balak, akasemezana, hawa watu ni wengi zaidi, they are numerous, na ninahitaji niwapige niwashinde, lakini haiwezekani mimi kuwapiga nikawashinda mpaka niwe na madhabahu ambayo inanipea uwezo na nguvu ya kuwapiga na kuwashinda. Na kwa hivyo ile madhabahu ambayo najua ninaweza nikainua, nitafuta yule mganga ambaye ni sugu, nitafuta yule mtu ambaye najua akiwalani kuwapiga kwangu itakuwa ni rahisi. Na wakamwendea, akatuma wazee. Tuko chapter 22 verse 7, nasema akaongeleshana, wakasema naomba hao watu walani, kwa maana ni wengi, ili niweze kuwapigana nao niweze kufaulu. Na nasema ili niweze kuondosha kwa nchi, kwa maana najua wale ambao umebariki wanabarikiwa, na yule ambao unalaani analaaniwa. Maandiko yanasema basi kwamba wale wazee wa Moabi wa Midiani wakatoka pale wakiwa wamebeba ujira wa uganga, wakiwa wamebeba sadaka ya uganga, ili wakamwendea Balak akawalaani Waisraeli kwa niaba ya kiongozi wao Balak. Kwa hivyo wamebeba ujira, wakainua madhabahu ili waangamize watu wa Mungu. Na hivyo ndio unasikia nikirudi hapo tena, my people perish because they lack knowledge. Wale ambao wanatanishwa na Bwana hawajui kuna watu ambao walali mchana na usiku wakiinua madhabahu ili biashara zao zikwane, wakilala kule ili wahakikishe wale ambao ni wa Mungu hawataenda mbele, hawataendelea, na wanakaa in cocoon or mediocrity, wamekaa
Kufungwa macho hata hawawezi wakaona hii hali hapana si ya Mungu. Tunahitaji kutoka kwa what can I do? Kwa hivyo tunakaa biashara kidogo inatoa 500, 1000, 2000, nasema glory to God, I thank you for this one. Na kumbe the potential ambao Bwana akikuangalia kwa CCTV zake za mbinguni, anaona unafaa kuna make millions. Lakini sababu kuna utando kwa madhabahu yameinuliwa, inakuwa wapendwa wameridhika na level ya chini. Lakini acha nikwambie, haya majira Bwana naomba atakufungua macho. Utaona the potential amewekeza ndani yako na utaanza kuifanya kazi. Amen. As long as the potential iko potential, inakaa ikiwa potential. Lakini wakati umetambua na unaanza kuifanyisha kazi, inatoka kile kiwango unaenda kiwango kingine. Your next level is in your hands. Wewe ndio unaweza ukaashiria kama utakaa ile kiwango huko ama kama utaenda kiwango kingine. When you become restless, you will break all barriers na utaenda level nyingine. Kwa hivyo huyu akaja wakabeba ujira, akaambiwa hivi 7 rams, 7 bulls, ng'ombe 7 na kondoo 7. Hiyo ndio sadaka utahitaji kuinua ili mimi ni walani. Maandiko yanasema hiyo ilikuwa ni jambo rahisi. Yaani inatuonyesha ilikuwa ni jambo rahisi kwa sababu anajua ushindi. Kama hii madhabahu itafaulu, ushindi ni nao. Na kwa hivyo wakatoa. Lakini Bwana hakukubali. Wajua ni kwa nini Mungu hakukubali? Nitakuelezea. Kwa sababu hawa ni watu wa Mungu ambao wanatembea na kitu inaitwa covenant. Sema amen. Ukifuatilia. Hawa ni wana wa Israeli. Acha niende vizuri. Hawa wanaitwa Waisraeli. Baba yake ni Yakobo, ambaye baba ya Yakobo ni Isaka. Isaka mwana wa Ibrahimu, yule ambaye aliingia na agano na Bwana, akaambiwa your enemies shall control your seed shall control their enemies from their gates. They shall possess the gates of their enemies. Amen. Kwa hivyo anajaribu kuinua madhabahu, apigana watu ambao wanatembea kwa agano. Na kwa hivyo kwa vyovyote vile Bwana anakumbuka agano, na anajua hata wakiinua madhabahu 17 haitafaulu. Nimekuja kusema ukitembea na agano ya Bwana, hakuna silaha ambayo imetengezwa kinyume na wewe itafaulu. Hata kama itatengezewa baharini chini ya maji kama utaweleza, haitafaulu ukiwa umejua agano ya Bwana. Akaambiwa inua madhabahu, akainua. Akaenda hata si moja, ni madhabahu ngapi? Madhabahu ngapi? Okay, tutasoma. Akasema leta sadaka 7-fold. Unajua number 7 is very prophetic. Inamaanisha perfection, completeness. Yaani ni kama finality. Mara ya kwanza ikashindikana. Akawaambia rudia tena mara ya pili. Akarudia tena. Mara ya tatu wakaenda mahali kwa milima. Lakini acha nikwambie, kama umetambua kutembea na agano ya Bwana, kwa sababu wanainua madhabahu, lakini kabla wajainua kuna mtu aliinua madhabahu kitambo, kwa hivyo wamechelewa. Ibrahimu yeye mwenyewe alijenga madhabahu kitambo na akaingia na akatengeza agano la Bwana. Kwa hivyo uzao wake huwezi ukalaaniwa. Wewe utahitaji pia kujua hii siri na utembee ukiwa unajua my prayer altar is ever on fire. My altar of giving is active. Kwa sababu wakati adui atainuka, hata wakati mwingine hujui, hiyo madhabahu itamjibu. Wakati atakuja kama karika, kama inajima kuu, Bwana atainua kiwako. Lakini unahitajika utembee anga. Na mambo mengine utapangiwa ukiwa hata unayajui. Maandiko yanatuambia in Balaam, saying unto Balaam, build there 7 altars and prepare me there 7 oxen and 7 rams. Unaona imeenda kiwango. Hii ya kwanza imekuwa moja. Wakati walimeshindikana akamwambia reinforcement, sasa utatengeza madhabahu 7. Na kila madhabahu utaiwekea sadaka ya 7-fold. Huyu
hawa ni watu wameamua kwamba kwa vyovyote vile, nataka nikuonyeshe au nitambi the enemy is. Wakati anafuata jamii, wakati anafuata familia, ako so ameamua kwamba ako tayari kulipa gharama yote. Lakini wapendwa, tunakuwa lazy. Tunakuwa hatuna capacity. Tunataka tufanye kidogo tupate extraordinary results. Ukiambia mpendwa give, anaona kana kwamba ni pesa yake inatakikana sana. Na pale unakosa baraka. Lakini naomba Bwana atainua watu hapa na anaweza. Hata kabla hujashawishiwa, utajihubiria, utajishawishi. Akiambiwa we are sorry, anaona kana kwamba anaibiwa. Siku nyingine nilikuwa nahubiria mtu mwingine outreach. Alikuwa ni mtoto tu kijana. Ananiambia, watu wanaibiwa. Kuna watu wanaibiwa wakiombewa. Nikamwambia, sasa wewe utaibiwa nini wewe? Wewe utaibiwa nini? Sawa, sio una kitu ya kuibiwa, una simu. Uko na nini? Sina. Sasa unaibiwa nini? Sasa wengine anaona kana kwamba anaibiwa na hana kitu cha kuibiwa. Lakini wale ambao anajua ni neno la Bwana anayeheshimu. Hiyo inanikumbusha mwingine. Nilikuwa namhubiria pale. Kaniambia, hii maombi inalipishwa kabla tujaomba, inalipishwa juzi tu. Nikamwambia ni neno la Mungu, na ndio akakubali, nikamwambia huko. Na hiyo inatuonyesha how people desperate they are. Sababu kuna wengine wamelipishwa maombi. Na kwa hiyo Mungu atusaidie, leo ni siku yetu ya outreach. Naomba tutapatikana, tutatoka nje ili tuwakomboe watu kutokana na minyororo ya shetani. Amen. Kwa hivyo maandiko yanasema akainua madhabahu hata 7 na akawekea ng'ombe 7 na kondoo 7 rams, ili kusudi Waisraeli waangamie. Lakini bado Mungu anasema hivi, baada ya hayo yote, baada ya kujaribu mambo yote, verse 23 Mungu anasema in fact chapter, hata nianze verse 19, nasema God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. As is said, and he shall not do. Beyond I have received a command to bless, and as blessed, and I cannot curse. Verse 21. He has not beheld the iniquity of Jacob, neither has he seen the perversion of Israel. The Lord God is with him. Acha nikwambie jambo. Huyu ambaye analipwa ili awalani, anasema kwamba Mungu ameanza kutufundisha mambo ambayo ni ya nguvu sana. Anasema Mungu si mwanadamu hata sema jambo moja na abalike. Kile amesema kitasimama. Na mimi nimekuja kukumbusha kwamba hata huyo ambaye ni mganga anashuhudia kwamba Mungu si mwanadamu, kile amesema kitasimama. Anaifanya agano lake milele na milele. Kile amesema kwa maisha yako ndicho kitatimia kwa maisha yako. Na anasema yeye si mwanadamu. Nimepokea amri ya kubariki. Kwa hivyo siwezi nikalaani kile Bwana amebariki. Anaendelea kusema. Na anaendelea kusema kwamba nimepokea amri ya kubariki, na kwa hivyo siwezi nikalaani, kwa maana Bwana amesema. Siwezi nikalaani kile Bwana amebariki. Na anaendelea kusema, tazama hajaona uovu. Hajaona uovu kwa Israeli. Hajaona jambo ambalo ni mbaya. Hajaona anything ambayo inaweza ikavutia. Kuna mambo yanavutia mengine. Inaweza ika-attract a curse. Kwa hivyo hata akilaani mahali ambapo hakuna laana, hakuna magnet ambayo inaweza ikavuta hiyo curse. Anasema hajaona dhambi kwa Israeli. Kwa hivyo mambo mengine kuna kitu inayavuta. Naomba wakati Ibilisi atakuja atapata kitu ambao inaweza ikavutia ile mishale yake. Hata akikutumia itaponza, kwa sababu
hakutakuwa na any grip ambayo ni ya kuvutia. Amen. Alafu anaendelea kusema hivi, pure does not sin iniquity, neither as is sin perverseness. Hajaona nini perverseness. Nasema the Lord is with him. Huyu ni mganga anashuhudia Bwana Mungu ako na Israeli. Naomba haya majira watashuhudia, waseme Bwana ako na wewe. Waseme Bwana ako na mtu wa Nyali West. Aseme Bwana ako na upande wa kwako. Tumejaribu njia zote kuzamisha, lakini tumejua Bwana yuko upande wa kwako. Haya majira ikawa sehemu yako. Bwana akakutetea, Bwana akakutetea, Bwana akakupigania, Bwana akakuhifadhi, akakuinua viwango, watu waseme Bwana ako na yeye. Wajua mambo mengine Bwana akisema inamaliza, akitenda inamaliza mabishano. Wanasema huyo achana na yeye, ako na Mungu mkuu, ako na Mungu mwenye uwezo. Nasikia hapa maandiko inasema hivi kwamba oh Jesus, he brought them out of Egypt. He as it were the strength of unicorn. Verse 23 inasema surely there is no enchantment. Anasema Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Alafu inasema there is no divination, no enchantment against Jacob. Nasema neither there any divination against Israel. Hakuna uganga, hakuna uwezo ambao uko kinyume na Israeli. Nasema hakuna uganga, hakuna usiri. Swahili nasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Huyo Yakobo na Israeli ni wewe. Yule ambaye Bwana amebariki, hakuna uganga kinyume na yeye. Nimekuja kuambia kwamba hakuna uganga kinyume na wewe utafaulu. Hakuna uchawi utafaulu kinyume na maisha yako, kinyume na jamii yako. Wale ambao wanakuinda kichini chini, wakitumia nguvu za giza, wanachoka bure. Mipango yao itafaulu. Hawataona familia yako. Wakijaribu njia zote hata wakakwana. Hata wazee tunaambiwa wanatokea na ujira wa uganga. Wakitokea acha ikaamuke ikawageuke kwa jina la Yesu Kristo. Na niko nasema hakuna uganga, hakuna uchawi kinyume na Israeli, na wanaotanishwa na Bwana. Na acha nimalizie kwa kusema hii andiko. Maandiko yanasema wakati Wafilisti waliwaangaisha kwa miaka 20 na Israeli wakamrudia, wakamwendea Samuel wakimwambia tunahitaji Mungu atusaidie. Maandiko yanasema Samueli alipokuwa anawaombea, anatoa dhabihu, wale Wafilisti wakainuka kuwashinda kama kawaida. Lakini wakati wameinuka vita hivi, Samueli akajua hizi vita wamezoea kwa miaka 20, na kwa hivyo kile itafanya ni kuitolea Bwana sadaka dhabihu ya kuteketezwa. Wakati anatoa ile sadaka, Mungu alituma confusion na wakawapiga wakashinda. Maandiko yanasema siku zote kutoka hiyo siku zote, as long as Samuel was alive, hawakupata nafasi ya kuwateka nyara tena, ya kuwapiga tena, ya kuhangaisha tena. Hawakupata nafasi tena ya kuhangaisha, kwa sababu Bwana aliwapa ushindi, na ushindi ambao ulikuwa ni permanent. Naomba haya majira Bwana akakupe ushindi ambao ni wa milele na milele. Akakuinua kiwango ya mambo ambao umepambana na ukasimama imara daima. Akawapigania, lakini vita ina simple way. In fact maandiko yanasema alitoa dhabihu ya mwana-kondoo ambaye alikuwa ni mchanga, na wakati inateketezwa Bwana akajibu. Acha nikwambie, Samueli hakutokea na kuomba in tongues. Samueli hakutokea na maombi ni mazuri, sijawapuuza. In fact ni mazuri sana, ni part of offering. Lakini alijua in dimension ya vita. Kama unahitaji kushinda maombi ya vita, usiombe maombi ya kokafu. Accompany that prayer
with a seed, with an offering. Sema amen kama umepata. Mengine utayaombea na utayapiga mbele na yatapigika, lakini anangojea kuna kakamba tu kameninginia ambapo kanakatwa na dhabihu. Sababu yale ambao unapambana, mtu alienda ametoa dhabihu specific for you, na only hiyo nayo inaondolewa na dhabihu. Ametoa dhabihu, ameimenenewa na mganga. Wewe umeomba, umekandwa the words, lakini ile offering bado inaongea. Ile dhabihu yako ndio itakupigania, ndio itakuwezesha kuondoka na kuinuka viwango. Hallelujah. Na kwa hivyo tukijua hivyo, we will not treat altar casually. Outer relate madhabahu chochote. Utakuwa unajua I give what is acceptable. No alitambua jambo. Na ndio maandiko yanasema in case ile dhabihu about that was fit for the purpose. Ndege na wanyama ambao walikuwa ni wale wazuri. Na alipotoa Bwana akanusa ile harufu nzuri, akaongea, akaanzia mashira ya kupanda na kuvuna na kuendelea pale, akaingia ngano ambao ni ya milele na milele na wanadamu wote. Nini hiyo ilisababisha mambo yote? Dhabihu. Nini yote ilisababisha hayo mambo yote? Altar, madhabahu. Alitambua madhabahu, Mungu anaongea na madhabahu. Acha nimalizia. The realm of the spirit, ama upeo wa kiroho, uwe ni wa giza, uwe ni wa mwangaza, is relating with the spirit. Wewe una relate na roho ambayo inaitwa Mungu. Maandiko yanasema God is spirit. Kwa Mungu hautamuona na nyama na kama mwanadamu, hata kama anaweza kujireform. God is spirit, and those who worship him must worship him in truth and in the spirit. Kwa hiyo nakwambia Mungu ni spirit. Na kama utarelate na Mungu in the spiritual way, moja wapo, spirits understand altars. Whatever thing they do, chochote ambacho wanafanya, iwe ni giza ama ni mwangaza, madhabahu is part of doing activate, ama inajua kurelate with the altars. Ndio anamwambia Abraham, akimuuliza anamwambia tafuta fivefold offering, an heifer, a ram, a goat, a turtle dove, and a pigeon, young pigeons, ili amfundisha mambo mengi. So kama utakuwa very active in the altar, prayer altar, giving na other parts, utaona yale Bwana atatenda kwako. You shall become a story to tell. Wengine wataongea story yako. Amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, unifundishe na uniwezeshe kuhusiana na madhabahu, nami nikaona ushindi wako siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kupokea. Amen. Naomba uchukue sadaka yako nzuri kwa sehemu yako. Sadaka yako nzuri ambayo unamwambia Bwana, hii sadaka yangu ikanitenee mahali ambapo siwezi nikanena nikafika. Baba, asante. Bariki kila mtoaji, panua mpaka yetu. Wasiwa ambaye atakuwa maskini kwa nyumba, nimekuomba Bwana. Utukuke na uimitiwe milele. Naomba Bwana ukatutendea majina, tukashuhudia matendo yako makuu kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen. Utolea Bwana.